Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukilekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka nchi ya Iran imeongeza wigo wa sehemu ya control yao katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivi sasa inaonekana wameongeza sehemu ya mipaka yao ya udhibiti, maana kutokea katika kisiwa cha Kashmir kuelekea mpaka katika sehemu za Al-Quwain katika upande wa United Arab Emirates, katika upande wa kusini mwa mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile katika upande wa kaskazini inaonekana mipaka yao inaanzia katika upande wa katika mlima Mubarak, Mount Mubarak, kuenda mpaka katika sehemu kama za Al-Fujairah. Na kuelekea katika sehemu za Fujairah, maana yake ni kwamba hesabu imepigwa vizuri na nchi ya Iran, kuzingatia kwamba mpaka ambao wamejaribu kuutengeneza, maana yake unakusanya baadhi ya maeneo ya kistratejia kwa nchi ya United Arab Emirates. Kwanza ni eneo la Fujairah, kwa kuzingatia kwamba ni eneo ambalo ni njia mbadala ya usambazaji wa mafuta au uuzaji wa mafuta kutoka katika United Arab Emirates, kwa maana kwamba njia za ndani ya ghuba ya Uajemi, ambapo ukiingia katika mlango bahari wa Hormuz, kwa maana kwamba ukiingia ndani katika sehemu ambazo wanaweza wakauza mafuta zinapokuwa zimeshindikana kuweza kuoperate, maana yake ni kwamba nchi ya United Arab Emirates wana njia mbadala ya kuweza kuuza mafuta nje ya mlango bahari wa Hormuz, nayo si sehemu nyingine bali ni sehemu ya Fujairah, ambao vile vile kwa hivi sasa imeingia katika zone ya nchi ya Iran ya sehemu ya range ya udhibiti wake, kwa maana kwamba meli yote itakayoingia katika eneo husika bila kupata ruhusa ya nchi ya Iran, maana yake ni kwamba itashambuliwa na nchi ya Iran. Lakini sehemu nyingine ambayo vile vile ni sehemu muhimu ni Khor-Fakkan. Nikisema Khor-Fakkan, maana yake ni bandari ambayo ni moja katika deep sea ports. Ni bandari zile ambazo zina kina kirefu kiasi ambacho zinaweza kuruhusu meli kubwa ambayo inaweza kubeba makontena mengi kuweza kufika katika bandari husika. Na hii ni bandari ambayo tunasema kwamba ni ya kistratejia, kwa kuzingatia kwamba ni mbadala wa bandari ya Jebel Ali ambayo inapatikana vile vile upande wa ndani ya mlango bahari wa Hormuz. Na bandari hii ya Khor-Fakkan maana yake ni bandari ambayo inahusika zaidi kwenye kupokea na kutoa makontena ya vifaa, bidhaa na mfano wake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokwenda kutengeneza range ya boda au ya mpaka ambayo inakusanya sehemu ya sehemu kama ya Fujairah, lakini vile vile inakusanya sehemu kama ya Khor-Fakkan, maana yake ni kwamba unainyima nchi ya United Arab Emirates access yote ya bahari. Unainyima nchi ya United Arab Emirates access yote ya bahari, yani uwezekano wa kuweza kufikia katika bahari. Lakini hili vile vile linakuja baada ya kuwa katika siku ya jana nchi ya Iran ilifanya mashambulizi katika maeneo ya Fujairah ndani ya nchi ya United Arab Emirates, na kugusa vile vile baadhi ya sehemu kama za Dubai na mfano wake. Sasa move hii ya nchi ya Iran maana yake inabeba taswira kubwa. Move zote mbili, move ya kwanza ya kuongeza upana wa sehemu ya wigo wa udhibiti wao katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile move ya siku ya jana ambao walijaribu kufanya mashambulizi katika baadhi ya sehemu kwa kutumia silaha kama za cruise missiles na baadhi ya drones, pamoja na kwamba baadhi yake zilikuwa zimeweza kuangushwa na ile air defense system au mfumo ule wa kujihami wa anga wa nchi ya United Arab Emirates. Tunasema kwamba move hizi mbili ni move ambazo zinabeba uzito wa namna yake, kwa kuzingatia kwamba move ya kwanza ya siku ya jana ile ya mashambulizi ilikuwa inaendelea kuleta hakikisho ya jambo ambalo tumekuwa tukilikariri katika vipindi vyetu, kwamba kwa hivi sasa nchi ya Iran imebadilisha doctrine, imebadilisha sera yake ya namna gani jeshi lake linavyoweza kufanya kazi. Katika miaka ya nyuma tulikuwa experience kwamba nchi ya Iran haina rekodi ya kushambulia nchi nyingine pasi na yenyewe kushambuliwa. Maana yake kwamba Iran itakaposhambuliwa na yenyewe ndio inaweza ikafanya mashambulizi.
Lakini kwa hivi sasa tunaona kwamba doctrine yake imebadilika, imetoka katika defensive. Ile ya kwanza ya kusubiri paka ushambuliwe ni defensive strategy, lakini kwa hivi sasa wamekuwa wakitumia offensive strategy, kwa maana kwamba njia ya Irani kujihami ni kupitia yenyewe kufanya mashambulizi. Na tuliona katika siku za nyuma mashambulizi yakifanyika katika sehemu za kaskazini mwa nchi ya Iraq, maanake maeneo kama Erbil, maeneo kama ya Suleimania na mfano wake, lakini vile vile maeneo ambayo actually huwa yanakaliwa zaidi na jamii ya Wakurdi. Lakini vile vile katika siku za nyuma tuli experience baadhi ya mashambulizi kutoka katika nchi ya Iraq, kutoka katika vikundi kama vya People Mobilization Force ambavyo actually huwa vinasapotiwa na nchi ya Iran kushambulia ndani ya nchi ya Kuwait. Hii ilikuwa ni alama nyingine ya kuonyesha kwamba ile doctrine au sera ya nchi ya Iran imebadilika hivi sasa kutoka katika defensive kuelekea katika offensive. Lakini jambo lingine ilikuwa ni tangazo lake la kwamba yeyote anataka kupita katika mlango bahari wa Hormuz ni lazima coordinate na nchi ya Iran. Lakini vile vile meli yoyote ya kijeshi, iwe ni zile tunasema ni destroyer au ni zile meli kubwa zile carrier, aircraft carrier, maana yake ni kwamba haiwezi kuruhusiwa, au submarine haiwezi kuruhusiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz kabisa. Maanake kutengenezwa kwa sera namna hii ni kuashiria wazi kabisa kwamba chochote chenye kupita bila kupata ruhusa kutoka katika nchi ya Iran, maana yake ni kwamba kinazingatiwa ni moja katika tishio katika usalama wa taifa la nchi ya Iran. Yote ilikuwa ni alama za kuonyesha kwamba Iran wamehama kutoka katika defensive wamekwenda katika offensive strategy. Lakini kingine ambacho kimeendelea kuthibitisha ni hatua yao ya kufanya mashambulizi siku ya jana katika nchi ya United Arab Emirates. Ni alama nyingine ya kuonyesha kwamba kwa hivi sasa Iran watakapoona tishio la namna yote, iwe katika United Arab Emirates, iwe katika Bahrain, iwe Kuwait, iwe wapi, tutegemee kwamba tutaona mashambulizi yakifanyika, kwa sababu doctrine ya hivi sasa ya nchi ya Iran imebadilika kutoka katika defensive imeelekea katika offensive. Na mfano doctrine hii ni doctrine inayotumiwa na nchi ya Israel, kwamba Israeli wanapoona kile ambacho wanaamini kwao ni tishio katika nchi ya Lebanon, iwe katika nchi ya Syria, iwe katika upande wa Palestina au wapi, kote ni lazima wafanye mashambulizi. Maana yake huo wote ni mfano wa sera ya tunasema ya offensive strategy, kwa maana kwamba mtu anatumia mashambulizi kama ndio njia yeye kuweza kujihami. Na katika upande wa hii kuongezeka kwa mipaka ya sehemu ya corridor maalumu ambayo inabaki chini ya uangalizi wa nchi ya Iran, jambo hili linaweza likabeba taswira kubwa sana. Cha kwanza ni upweke wa United Arab Emirates. United Arab Emirates wamefanya move ambayo technically tunaona kwamba ni move yenye makosa makubwa sana. Ni move ya kujitoa katika OPEC, katika ule umoja wa nchi zinazouza mafuta duniani. Kujitoa katika OPEC tunasema kwamba ni kosa kubwa, kwa sababu nchi ya United Arab Emirates maana yake ni kwamba imejivua katika sehemu ambayo inawakusanya watu pamoja na ikaamua kukaa peke yake, jambo ambalo linaashiria wazi kabisa kwamba maamuzi haya yalikuwa ni maamuzi ambayo yamekuwa structured na nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani moja katika plani yake ya nje, pamoja na kwamba katika taswira ya ndani imekuwa ikiendelea kupata faida, moja katika taswira ya nje ni kutaka kiasi cha mafuta kiongezeke katika soko la dunia ili bei ziweze kushuka, isionekane kwamba Marekani ndio anasababisha bei zinapanda, kama hivi sasa ambayo inaonekana kwamba zimefikia kwenye takriban dola 120 au na zaidi kwa pipa, kwa hali inavyoendelea sasa hivi katika soko la dunia. Na moja katika njia ya kuweza kufanikisha hilo la bei za mafuta kushuka ilikuwa United Arab Emirates kuweza kujiondoa katika ule umoja wa OPEC. Kwanza kwa kuzingatia kwamba United Arab Emirates ni nchi ya tatu katika uzalishaji kwa kiwango kikubwa katika ile OPEC, kwa kuzingatia kwamba kuna nchi kama za Saudi Arabia, kuna nchi kama za Iraq, lakini vile vile kuna nchi kama United Arab Emirates. Lakini ukiachilia mbali hapo, plani yake ambayo ilikuwa ni uwekezaji wa muda mrefu wa nchi United Arab Emirates kuongeza kiwango chake cha uzalishaji kufikia pipa milioni 5 kwa ndani ya siku moja.
Lakini mazingira yote yalikuwa ni mazingira ambayo yanakwenda kinyume na mpango wa nchi ya Iran, kwa sababu Iran mpango wake ni kwamba bei ziweze kupanda, bei zipande kiasi ambacho kila mmoja aisi gharama ya kuweza kuishambulia nchi ya Iran. Na wanapofikia watu katika makubaliano ya mwisho kwamba Iran isishambuliwe, maana yake ni kwamba yeyote atakayejaribu kuishambulia nchi ya Iran, basi dunia nzima iweze kumuandama kwamba asifanye hicho anachokifanya, kwa sababu gharama inakuja kubebwa na dunia nzima. Kwa hiyo kufanya counter move au kufanya hatua ya kuweza kukaba hii move ambayo imefanya ni United Arab Emirates, ilikuwa ni hii ya Iran kuweza kuongeza eneo lake la corridor ya udhibiti katika mlango bahari wa Hormuz, kwa maana ya kwamba kwa hivi sasa meli yote itakayoelekea katika sehemu ya Fujairah, sehemu ambayo ni alternative way au ni njia mbadala ya United Arab Emirates kuweza kuuza mafuta, kwa kuzingatia kwamba ni sehemu ambayo iko nje ya mlango bahari wa Hormuz, meli yote itashambuliwa bila kupata ruhusa ya nchi ya Iran, ili Iran waendelee kutekeleza sera yao ya kwamba mafuta yanatakiwa yasipatikane mpaka bei zipande, kiasi ambacho yakifikiwa makubaliano baina yake na Marekani, yawe ni makubaliano ambayo dunia nzima itataka kuyasimamia, iwe ni kwa hiari au kwa lazima. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nchi ya United Arab Emirates imekuwa na ukaribu sana na nchi ya Israel, kiasi ambacho hata katika kipindi hiki cha ceasefire imeonekana kwamba kuna juhudi za ufungaji wa baadhi ya cameras ambazo zinaweza kutoa support katika mifumo ya silaha za nchi ya Israel kama Iron Dome na mfano wake, jambo ambalo kwa nchi ya Iran bila shaka wanalizingatia kwamba hili ni tishio, na ndio maana wameamua kuweka blockade vile vile katika upande wa Khurfakan, kwa kuzingatia kwamba katika bandari husika ni bandari ambayo inaweza ikatumika kuendelea kuifanya ile dola United Arab Emirates iweze kunufaika, kwa kuzingatia kwamba au ile nchi ya United Arab Emirates kwa ujumla kuweza kupata baadhi ya bidhaa na vifaa ambavyo vinaweza kusaidia uchumi wake usiweze kuharibika moja kwa moja. Lakini jambo la tatu ambalo tunaona kwamba ni asili ya move hii ni kwa sababu kwamba nchi ya United Arab Emirates ni nchi ambayo yenyewe imedeclare wazi kabisa kwamba msimamo wake utakuwa dhidi ya nchi ya Iran, na ndio maana unaweza kuona kwamba move zake nyingi maana yake ni move ambazo zinaongeza ushirikiano wake baina yake na nchi ya Marekani. Unaweza kuangalia katika siku takriban 5 au 6 nyuma walipoamua kufanya ile deal kubwa ya dollar swap, kwa maana kwamba ya kupeleka kiasi cha pesa zao za nchi ya United Arab Emirates katika nchi ya Marekani, na kisha Marekani kuweza kuazima takriban dola bilioni 1 ili kuweza kuendelea kuleta hakikisho katika uchumi wake kwamba nchi ya United Arab Emirates bado wana kiwango kikubwa cha dola, kiasi ambacho inaweza kuendelea kuleta matumaini kwa wawekezaji na mfano wa hivyo. Lakini kiujumla ni kwamba mwenendo wa nchi ya United Arab Emirates ni mwenendo ambao bila shaka umekuwa unakwenda kinyume na nchi nyingi za Kiarabu, na ndio unaweza kuona kwamba hata katika siku za nyuma nchi ya Saudi Arabia ililazimika kutoa order ya kwamba United Arab Emirates waweze kuondoka katika nchi ya Yemen, kwa kuzingatia kwamba move ambao walikuwa wanaifanya katika nchi ya Yemen ilikuwa ni kuangusha serikali ya transition government, ile serikali ya mpito ambayo inatawala pale, na ni serikali ambayo imekuwa ikiungwa mkono na nchi nyingi duniani. Lakini move ile asili yake United Arab Emirates walikuwa wakiitekeleza kwa hesabu za Israel, kwa kuzingatia kwamba Israel mpango wake mkubwa ilikuwa ni kuwaweka wale kundi la Houthi katikati, kwa maana ya kwamba ile transition government inatawala katika upande wa miji kama ya Hadhramaut na mfano wake, lakini kundi la Houthi lipo katika sehemu ya Sanaa, katika mji mkuu wa Sanaa. Sasa iwapo vikundi ambavyo vinasapotiwa na United Arab Emirates vingeweza kutawala katika upande wa mashariki, na kisha move ya Israel ambao wamekubaliana na Somaliland, ile serikali ya Somaliland pale kuweza kuwa na ushirikiano wa kistratejia, ina maana United Arab Emirates wangefanikiwa kukaa katika upande wa mashariki mwa Yemen, na kisha Israel wakakaa katika upande wa Somaliland, automatically kundi la Houthi lingekuwa limekaa katikati, jambo ambalo maana yake lingekwenda kuangusha hata influence ya nchi ya Saudi Arabia moja kwa moja, na ndio maana Saudi Arabia walifanya kureact dhidi ya United Arab Emirates. Sasa United Arab Emirates kwa hivi sasa imekuwa hawaelewani na Saudi Arabia, yani ile ushirikiano na Saudi Arabia umekuwa sio mzuri, lakini at the same time msimamo wake ukilinganisha tena na hizo Saudi Arabia au Qatar au Kuwait, Bahrain na mfano wake,
zinaweza zikapingana na Iran, lakini wanajaribu kubalance kwa kutazama mazingira ambayo yanaweza kapelekea uchumi wao ukaweza kuharibika kabisa. Lakini United Arab Emirates msimamo wake umekuwa uko wazi, na ndio maana inaonekana kwamba nchi ya Iran imeamua ku take step hiyo, kuchukua hatua hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaifanya kwamba United Arab Emirates inalipa gharama kutokana na kuchagua upande wa kuwa katika upande wa Marekani na upande wa nchi ya Israel. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona katika move zote mbili inaashiria wazi, moja katika nchi ambayo inawezekana ikakolapsi mapema zaidi ni nchi United Arab Emirates. Moja ya nchi ambayo inaweza ikakolapsi mapema kama matokeo ya mgogoro huu, ikiwa mgogoro utakuwa extended au utaendelea kwa muda mrefu, kwa sababu kile kinachoonekana wazi ni kwamba mgogoro utachukua kweli muda mrefu, kwa sababu Marekani wanaona kwamba hawawezi kuachia mlango bahari wa Hormuz, yani hawawezi kuacha kabisa yani wakaikabidhi Iran mlango bahari wa Hormuz. Ile ni jambo ambalo Marekani kwa wanaona kwamba halifai, na halifai kwa sababu nyingi ambazo ziko wazi, kwamba Marekani uwepo wake katika eneo la Mashariki ya Kati unaathiriwa zaidi na udhibiti wa sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Aidha mlango bahari wa Hormuz uwe wazi kwa watu wote, hapo ndio inaweza ikafanya Marekani survive yake katika eneo la Arabian Peninsula ikawa inaingia katika akili ya kawaida, au Iran iweze kushindwa katika swala la mlango bahari wa Hormuz. Sasa kwa mazingira yaliyopo hivi sasa yanaashiria wazi kabisa kwamba Iran hawezi kushindwa katika swala la mlango bahari wa Hormuz, na katika mazingira namna hiyo ndio maana inafanya hata discussion baina yao inakuwa ngumu, kwa sababu paka sasa hivi juhudi zimekuwa zikiendelea hata nyuma ya pazia, na ndio maana inaonekana kwamba hata Iran wenyewe wamejaribu kutoa siku 30 kwamba Marekani wakiendelea kufanya blockage yao ndani ya siku, baada ya siku 30 maana yake Iran wataondoa hicho kizuizi chao kwa lazima. Sasa inakuwa ni ngumu kwa sababu ya zile tunasema priorities, vipaumbele vinatofautiana, kwa sababu nchi ya Iran mpaka sasa hivi msimamo wake dhidi ya Marekani imekuwa ikieleza wazi kwamba unatakiwa uondoe blockage yako katika sehemu ya Ghuba ya Oman ili tuweze kujadili kuhusiana na program kama za nuclear. Wakati huo Marekani msimamo wake ni kwamba inatakiwa Iran waweze kuacha huru mlango bahari wa Hormuz ili baada ya hapo ndo tuweze kudiskasi kuhusiana na masuala ya nuclear. Kwa hiyo ina maana vile kuna utofauti katika vile unavyoona kwamba Marekani anaona kwamba Iran anatakiwa aachie mlango bahari wa Hormuz na kisha ndo wakafanya discussion za nuclear. Wakati huo Iran yeye anasema kwamba hapana, unatakiwa wewe ndio uondoke katika Ghuba ya Oman ndio kisha tukafanye discussion ya masuala ya nuclear. Hiyo ni engo ya kwanza. Lakini katika engo ya pili vile vile pamekuwa kuna suggestion ya tofauti kwamba tukubaliane kwanza katika upande wa nuclear kwa opinion ya Marekani, tukubaliane au kwa fikra ya Marekani, tukubaliane kwanza kwenye swala la nuclear ndio kisha sisi tuweze kuondoka katika Ghuba ya Oman. Wakati Iran msimamo wao ni kwamba inatakiwa kwanza uondoke katika Ghuba ya Oman na kisha ndio tuweze kujadili kuhusiana na swala la nuclear. Kwa hiyo kumekuwa kuna shida ya namna hiyo, lakini shida yote inaonekana kwamba ni center of gravity au kile kitovu chake hasa ni katika mlango bahari wa Hormuz, na hili pia tulijaribu kulizungumza katika siku za nyuma kwamba mgogoro wote unavyokwenda manake ile center of gravity, yani kitovu kile cha mgogoro hasa ni mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu usuperpower wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati hauwezi kuwepo kama Marekani hawana control ya mlango bahari wa Hormuz. Sasa kwa mazingira yaliyoko hivi sasa kuna movement nyingine nyingi ambazo tumekuwa tukiziona kulingana na hali jinsi inavyozidi kwenda. Kwanza ni hii hali ya nchi ya United Arab Emirates, lakini kuna hali nyingine ambayo tumeanza kuiexperience hivi sasa ya Marekani kuondoa sehemu ya logistics zake au sehemu ya vifaa vyake. Ndege nyingi zinaonekana zimekuwa zikiondoka tena katika eneo la Mashariki ya Kati kuelekea katika sehemu za Ulaya. Pamoja na kwamba hata huko Ulaya kwenyewe inaonekana kwamba katika mpango wa Marekani ni kuondoa sehemu ya wanajeshi wake kutoka katika nchi kama za Ujerumani na mfano wake kuwapeleka katika sehemu za bahari ya kusini katika nchi kama za Japani na mfano wake, kutokana na sintofahamu ambazo zimekuwa zikiendelea baina ya serikali ya Marekani na nchi za Ulaya. Sasa
move ya kuhamisha baadhi ya logistics za Marekani kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati kupeleka katika nchi za Ulaya ni kuashiria wazi kabisa kwamba Marekani wanaamini eneo la Mashariki ya Kati kwa hivi sasa si eneo salama katika move yake dhidi ya nchi ya Iran, kwa sababu nchi ya Iran maana yake inaweza kufikia katika eneo lolote la Mashariki ya Kati na kushambulia asset yoyote ya nchi ya Marekani. Hii move katika siku za usoni inakuja kuashiria wazi kwamba tutegemee expansion zaidi au kutanuka zaidi kwa nchi ya Israel, kwa sababu katika eneo la Mashariki ya Kati maana yake hivi sasa Marekani ataendelea kuamini kwamba sehemu ambayo inaweza ikakaribiana na kuwa salama ni sehemu ya Israel, kwa kuzingatia kwamba wana multi-layered system, wana system zile za kujilinda, hata kama zimekuwa ni system ambazo zinaonekana kwamba zile drones zinaweza zikapita au zile ballistic missile zinaweza zikapita, lakini sio sehemu ambazo ziko dhaifu kama unavyolinganisha na maeneo ya nchi zingine za pale Gulf. Kwa ina maana kinachoonekana ni kwamba Marekani kwa hivi sasa nguvu yake kubwa anaweza kaiwekeza zaidi katika nchi ya Israel. Na hii inaonekana kwamba ni moja katika hesabu za nchi ya Israel, kwamba Israel ili iweze kuwa na nguvu zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati ni lazima bezi muhimu na uwekezaji mkubwa wa nchi ya Marekani ufanyike ndani ya nchi ya Israel. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Israel itakuwa na nguvu zaidi ya kuweza kujitanua katika kuchukua labda ardhi za sehemu nyingine kama za Syria au kama inavyoonekana katika upande wa Lebanon. Pamoja na kwamba hesabu hii imekuwa inakumbana na uzito mkubwa, especially kama hivi sasa katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwamba hata ile sehemu ambayo inaonekana kwamba wamejaribu kutengeneza kama yellow zone, maana yake maeneo kama ya Khiam au maeneo kama ya Bint Jbeil na mfano wake kwenda mpaka maeneo ya Tiyar, ni eneo ambalo yani ukija katika utendaji wa kawaida ile practically tunaona kwamba nchi ya Israel imeshindwa kufanya lile eneo lote kama ni sehemu ya udhibiti wake, bali imekuwa ni sehemu ambayo ni inahesabika kama ipo katika udhibiti, kwa maana ya kwamba imekuwa inashambuliwa, kwamba ni eneo ambalo wamelichagua kwamba ni eneo la kushambulia moja kwa moja. Lakini kwa operation zile za kijeshi zimekuwa ni ngumu, kwa sababu technique ambayo inatumiwa na kundi kama la Hezbollah kwa hivi sasa wamekuwa wakitumia zaidi drone, na mpaka sasa hivi shida kubwa ni kwamba dunia haina solution ya drone. Dunia haina solution ya drone, na hili ndio linaisumbua hata nchi ya Urusi. Kwamba ukiangalia vita kama ya Urusi, maana yake tunasema ni positional warfare. Ni vita ambayo Urusi wameifanya kama wanapigana na mtu ambaye wanalingana naye, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Ukraine imekuwa ikipata support kutoka katika nchi za Ulaya. Kwa hiyo imekuwa ni vita ya taratibu ambayo inahakikisha kwamba Urusi wanakamata maeneo na wanadhibiti vizuri. Sasa katika mazingira namna hiyo, Ukraine wanajua kwamba hawana nguvu ya kuweza kupigana na nchi ya Urusi, lakini wameamua kuwekeza zaidi katika matumizi ya drone ambayo yamekuwa kiendelea kuleta athari kubwa katika nchi ya Urusi katika upande wa miundombinu. Ndio maana katika siku za nyuma wameweza kushambulia katika senta muhimu za mafuta kama za Ustiluga, Primorsk, Novorossiysk, kiasi ambacho wameweza kuathiri kwa takriban 40% ya uuzaji wa mafuta wa nchi ya Urusi kwa kutumia tu drone. Kwa hivyo kwa mfano huo unaweza ukapata picha pia katika kile kinachoendelea katika upande wa kusini mwa nchi ya Lebanon, kiasi ambacho taarifa zimekuwa zikitoka za kuonyesha kwamba nchi ya Israel wamekuwa wakijaribu kuretreat kutoka katika baadhi ya maeneo kama Bint Jbeil, ambayo sio maeneo ya mbali na mipaka ya Israel, kwa maana ya kwamba ingekuwa labda ni maeneo ya ndani zaidi ingekuwa inaleta logic, lakini kwa maeneo kama Bint Jbeil ni maeneo ambayo hayako mbali zaidi na upande wa kaskazini wa kule Galilei, lakini hii ni kuonyesha ni athari ya drone. Na zile drone zinapokuwa zinatumika, maana yake lengo lake kubwa ni nini? Lengo lake kubwa ni kuilazimisha Israel iweze kupigana vita ya Hezbollah, kwa sababu Hezbollah wanajua wao hawana ndege, hawana vifaru na mfano wake. Kwa hiyo ina maana ukienda katika vita ya namna hiyo hawawezi kupigana wale Hezbollah. Sasa ili waweze kupigana, maana yake wanachokifanya ni kutumia drone kulazimisha ile sehemu ya ushujaa wa Israel, ile sehemu ambayo wenyewe wako strong, iweze kudhoofika. Itakapokuwa imedhoofika, maana yake waweze kuilazimisha Israel waweze kuingia katika ground offensive, kuingia kwa miguu. Na vita kuingia kwa miguu Israel sio wazuri kama ilivyokuwa vita ya anga. Na hili limeonekana katika upande wa kule Gaza kwamba kwa muda wa miaka miwili kuanzia 2023 mpaka 2025 vita ilikuwa ya kufanya tu uharibifu kwa kutumia anga, lakini ulivyokuja katika upande wa ile
wa full combat ya kukutana ana kwa ana ilikuwa haileti natija kubwa ya kiwango hicho. Sasa pamoja na kwamba haya ndio mazingira ambayo yanaendelea, lakini kiukubwa ni kwamba kwa move ambayo inafanywa na Marekani hivi sasa ya kuhamisha zile logistics zake kuzipeleka katika nchi za Ulaya, inaashiria wazi kwamba kwa muda sio mrefu kile kitakachotegemewa ni kwamba Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati uwekezaji wake mkubwa utakuwa katika nchi ya Israel. Na katika mazingira namna hiyo, maanake ile plani ya Great Israel inawezekana ikaja ikatimia kwa staili hiyo, kwa kuzingatia kwamba Marekani kama atawekeza nguvu nyingi katika nchi ya Israel zaidi ya uwekezaji wa sasa hivi uliopo, maanake Israel wataona kwamba Marekani hana alternative, hana njia mbadala ili aendelee kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni lazima aishi na sisi, ni lazima afate kile ambacho tunachokihitaji. Kwa hiyo ina maana katika mazingira namna hiyo, tunachokitegemea siku za mbele ni kwamba Israel wataweza kuongeza eneo lao kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tu Marekani atakuwa hana alternative way ya kuweza kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati isipokuwa yeye kuwekeza zaidi katika nchi ya Israel. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kuliona ni kwamba nchi za Gulf, kutokana na move ambayo imefanywa na nchi ya Iran kama ile ya kuongeza eneo la udhibiti wake katika sehemu mlango bahari wa Hormuz, inaashiria wazi kabisa kwamba nchi za Gulf kama hazitakuwa makini zinaweza zikaenda kupoteza sehemu ya utajiri wao kwa kiwango kikubwa. Zinaweza zikaenda kupoteza sehemu ya utajiri wao kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia kwamba mpaka hivi sasa mazingira ya mvutano wa Iran na Marekani yapo katika sehemu ambayo iko very delicate, sehemu ambayo ni nyembamba sana, ambapo lao kama watashindwa kuelewana na wakaamua kuingia kwenye mgogoro, manake hivi sasa watakwenda katika zile tunasema ni critical infrastructure, katika ile miundombinu ambayo ni muhimu zaidi. Kwa hivyo katika mazingira ya namna hiyo, lao Israel au Marekani wataamua kuishambulia nchi ya Iran katika zile critical infrastructure au ile miundombinu ambayo ni ya muhimu zaidi, tunasema hakuna kitakachotokea katika nchi ya Iran isipokuwa na wenyewe kushambulia katika miundombinu ambayo ni muhimu zaidi. Na moja ya miundombinu ambayo ni muhimu zaidi ni sehemu kama zile desalination centers, sehemu za uzalishaji wa maji, kuzingatia kwamba zile nchi za Gulf maji yake mengi wanaotumia ni maji ya kutoka katika sehemu za bahari. Maana asilimia karibia 80 ya maji yanayotumika katika nchi nyingi pale ni yanatoka katika sehemu za baharini. Lakini jambo lingine ni kukolapsi rasmi kwa sehemu ya uzalishaji wa mafuta katika nchi zile za Mashariki ya Kati. Kwa sababu Marekani inawezekana kwa anahitaji zaidi zile nchi ziweze kukolapsi ili aweze kufanya biashara kwa urahisi na aweze kupata pesa nyingi, ikiwezekana za kulipa madeni ambayo vivyo yanakabili Marekani kwa hivi sasa. Lakini njia ya ku-attacks zile za kushambulia katika zile center, maana yake ni kwamba ni jambo ambalo litakuwa gumu kwa nchi ya Marekani au kwa nchi ya Israel. Kwa hiyo njia nyepesi ni kwenda kuwasumbua au kuwashambulia wa Iran ili wa Iran waweze kufanya reaction ya namna hiyo. Katika mazingira ya namna hiyo, jambo hilo kama litatokea, maana yake ni kwamba sasa hali ya nchi za Mashariki ya Kati maana yake zitakuja kuwa ni kama hali ya Palestina. Zitakuwa ni nchi ambazo uchumi wake utakuwa umekolapse kwa kiwango kikubwa, kwa sababu shida ya ile miundombinu inapokuwa imeharibiwa kama ile ya mafuta na mfano wake, haitengenezwi mwaka mmoja. Tumeona kwa mfano nchi ya Iran walishambulia katika Ras Laffan pale katika nchi ya Qatar, katika sehemu ile ya uzalishaji wa gesi. Walishambulia sehemu ya kiasi tu ambayo iliweza kuathiri takriban 17% ya uzalishaji wao wa gesi katika nchi ya Qatar. Lakini matengenezo yake maana yake ni matengenezo ambayo yanahitaji miaka 5 ili waweze kurudi tena katika ile njia waliokuwa nayo ya mwanzo ya kuuza takriban 20% ya gesi yote duniani ambayo inauzwa. Maana yake Qatar walikuwa wanauza takriban 20% ya gesi yote. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mashambulizi ya sehemu ndogo tu inawezekana yakaathiri sehemu kubwa inaweza kaathiri kwa kiwango kikubwa ile sehemu ya uzalishaji, lakini vile vile yakaleta athari ya muda mrefu, kwa maana kwamba zile repair na ujenzi wake ukachukua muda mrefu ili kuweza kurudi katika utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kile ambacho kimekuwa kinaendelea katika vuta ni kuvuta ya Marekani na Iran, maana yake imebadilisha muonekano wa sasa hivi, kwamba vita ya sasa hivi maana yake tunasema ni War of Hormuz, ni vita ya Hormuz. Na maana ukiangalia kama sasa hivi
imekuwa Marekani imebidi watengeneze nadharia nyingine, ile wanasema Project Freedom, kwamba ni mkakati wa kufungua mlango bahari wa Hormuz ili kuweza kuzisaidia meli ziweze kupita, jambo ambalo linaonekana wazi kabisa kwamba mpango huo hauwezi kufaulu. Hauwezi kufaulu kwa utaratibu mwingi tu, kwa kuzingatia kwamba muundo hata zile meli za kijeshi za nchi ya Marekani hazijatengenezwa kwa ajili ya kupambana na zile speedboat za nchi ya Iran. Sio muundo wake. Zile speedboat zimetengenezwa katika muundo wa kuweza kupambana na meli kama zile za Kimarekani, maana yake kuzishinda. Kama unavyoona vile mifumo kama ya Israel jinsi ilivyotengenezwa, imetengenezwa kupambana na makombora. Lakini ili kuweza kuifanya ile mifumo isiweze kufanya kazi, maana yake iwe saturated, ni kupeleka tu drone nyingi. Maana ukipeleka drones nyingi, ile mifumo inakuwa inalainika, kwa maana kwamba haiwezi kupambana na drone zote. Inalainika na mwisho wa siku inaruhusu silaha au zile makombora yanaweza kuingia. Ndio kwa mfano huo hata zile speedboat zilivyotengenezwa, zimetengenezwa kama ni drone za bahari. Kwa maana kwamba meli inapokuwa imekuja, hata kama ni meli ya kivita au ni meli ya namna gani, zile zikitoka 50 au zikatoka 30, meli haiwezi kushambulia zile speedboat zote. Maana yake ni kwamba operation ya kusema kwamba kuna meli zitapita katika mlango bahari wa Hormuz bila ridhaa ya nchi ya Iran ni jambo ambalo bila shaka itakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba center of gravity inabaki kwamba ni mlango bahari wa Hormuz, lakini athari yake tumeanza kuona sasa inakwenda katika kuharibu uchumi wa nchi kama United Arab Emirates, kwa sababu katika siku za nyuma kilichokuwa kinategemewa ni nchi kama ya Bahrain ndio ingetangulia ku collapse, lakini kwa move hilo chukuliwa ni kwamba nchi ya United Arab Emirates itakolapse unless otherwise iweze kubadilika na kubadilisha ile mitazamo yake dhidi ya nchi ya Iran, kuzingatia kwamba kwa hivi sasa Iran anazingatiwa kwamba ni moja katika nchi ambazo zina nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati, kiasi ambacho inalazimisha sera za eneo la Mashariki ya Kati zote ziweze kubadilika, na sio sera za Mashariki ya Kati bali hata sera za dunia. Maana yake nchi nyingi imebidi kuanza kutengeneza sera za dharura katika kipindi hichi ambacho inaonekana kama mafuta hayapatikani duniani au gesi haipatikani duniani, kiasi ambacho uzalishaji katika nchi nyingi umekuwa unakwenda juu, kiasi ambacho inaweza kapelekea uchumi wa nchi nyingi kuweza kuingia katika matatizo. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili kwa upana zaidi, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mndokwa. Ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.